Kumekucha ya leo Alhamisi Aprili 3, 2025. Kubwa tunatazama iliyojiri kwanza katika magazeti kwa siku hii ya leo. Nazungumzia udondozi wa magazeti yale ya leo yalotufikia hapa studio. Mimi ni Bahati Alex, mwenzangu ni Victoria Mwakisimba. Karibu mtazamaji, tuwe sote mpaka tamati. Vicky, kupoa? Ni upoa za asubuhi. Salama kabisa. Karibu katika udondozi. Asante. Habari za asubuhi mtazamaji wetu popote pale ulipo. Matumaini yangu umeamka salama na asubuhi yako imeanza vema kabisa. Karibu katika udondozi wa magazeti. Mkononi mwangu nalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ukurasa mbele imeandikwa magonjwa ya meno, kinywa janga nchini. Takwimu mpya za serikali zinatisha, karibu kila mwananchi ni mgonjwa, wizara yatoa angalizo. Habari inapatikana kwa urefu katika ukurasa wa pili. Vilevi na uzazi katika umri mkubwa, mzizi wa tatizo la usonji. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Na agenda ya no reforms no election ya Chadema yatoa mikoa mitatu kusini. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Na Dede awapa mbinu wananchi kukwepa udhalilishaji mikopo ya kausha damu. Habari inapatikana ukurasa wa 7. Na mtazamaji, hapa kuna habari picha inamuonesha makamu wa rais Dr. Philip Mpango akiwasha mwenge wa uhuru kuashiria uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2025 katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani. Na utafiti unaonyesha vipodozi uwanja rangi za mdomo hatari kubwa kwa jamii. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Na muua mwenzake katika mkasa wa kudaiana shilingi 1000. Habari ipo ukurasa wa 8. Na hospitali za kwa kashfa ya kutoza shilingi 300,000 kwa wanaojifungua. Habari kwa urefu inapatikana katika ukurasa wa 13 wa gazeti la Nipashe. Na Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, mwenge wabeba mambo matano, Mpango agiza ufichue ubadhirifu na vijana wasitumike. Habari inapatikana ukurasa wa 2. Thamani sekta ya benki yafikia trilioni 67. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Kidato cha 5 wapewa mwezi kubadili tahasusi. Habari inapatikana ukurasa wa 7. Qatar yatangaza ajira 400 madereva wa mabasi maloli. Habari ipo ukurasa wa 3. Na 19 mbaroni kwa kutapeli vijana kuwa mabilionea. Habari utaipata katika ukurasa wa 17. Muuguzi Arusha asimamishwa tuhuma kubadilisha mtoto. Kwa urefu habari inapatikana ukurasa wa 3. Bibi Sangoma wahukumiwa kifo. Habari inapatikana katika ukurasa wa 17. Lakini katika gazeti hili pia mtazamaji, kuna habari picha inayoonyesha makamu wa rais Dr. Philip Mpango akiwasha mwenge wa uhuru kuzindua mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2025 kwenye uwanja wa shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani. Uhuru kweli daima, makamu wa rais awafunda vijana, awataka wasikubali kutumika kama daraja na baadhi ya watu, akizindua rasmi mbio za mwenge. Habari kwa urefu inapatikana katika ukurasa wa 3. Fursa kwa wahitimu kidato cha 4 2024. Habari ipo kwa urefu katika ukurasa wa 3. Nchimbi asambaratisha ngome ACT Wazalendo. Habari inapatikana katika ukurasa wa 2. Mapya yaibuka madai kubadilishiwa mtoto. Habari ipo ukurasa wa 3. Na ZHC yawapa somo washauri elekezi mradi wa nyumba. Habari inapatikana ukurasa wa 10 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na ni Mwananchi limeandika vurugu za MRC za tikisa majimbo, wajitosa majimboni kimya kimya kusaka ubunge, wapambe wao wavuruga wajumbe kwa mbinu mbalimbali, hatima ya wabunge kwenye hatihati. Ubunge watajwa fursa nono yenye uhakika. Habari ipo katika ukurasa wa 4. Na nondo 7 za Profesa Janabi akijinadi WHO. Basi mtazamaji, ukitaka kuzifahamu ama kuzisoma kwa undani nondo hizo 7 za Profesa Janabi, habari inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Mtifuano wa Dr. Ruto na Gachagua warindima. Habari ipo ukurasa wa 16. Ujumbe wa Dr. Mpango akizindua mwenge. Anasema jambo la kwanza ni kila Mtanzania mwenye sifa ajiandikisha kwenye daftari. Wadau wote wa uchaguzi hususan vyama vya siasa vihakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu kwa kufanya kampeni zenye staha. Na sababu bei za petroli diesel kupaa, sababu hizo zinapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi. Na hatma makada wanaotaka ubunge udiwani Chadema. Habari ipo katika ukurasa wa 7 wa gazeti la Mwananchi. Na mtazamaji, sasa tuziangazie habari za michezo na burudani katika kurasa za mwisho.
Mwananchi michezo imeandika ligi kuu Yanga bado moto ikichapa Tabora, na Serengeti Boys mechi ya ufufuko AFCON. Habari zote zinapatikana katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Mwananchi. Uhuru michezo limeandika Yanga Sports Club yaipasua kibabe Tabora United, na habari nyingine Azam yaipigia sub Ken Gold, na Mandonga kumsafisha ndondi bondia Mbelwa. Habari ipo ukurasa wa 21. Silva kutemka Man City, habari ipo ukurasa wa 22. na Shime Tambo kibao, habari ipo ukurasa wa 23. Na kimataifa Saka mwibua Arteta, habari ipo ukurasa wa 22, wakati kocha Morris aipania Uganda, habari ipo ukurasa wa 23 wa gazeti la Uhuru. Habari leo michezo Simba finali kwa Mkapa, habari ipo ukurasa wa mwisho, na Serengeti Boys kufa kupona AFCON, na Yanga yalipa kisasi Tabora, na katika burudani Lamata alipenda kuwa polisi, habari ipo ukurasa wa 21 wa gazeti la Habari Leo. Nipashe michezo limeandika Yanga yaonyesha ukubwa ni baada ya kuichapa Tabora United mabao 3-0 na kulipa kisasi. Azam mawazo kafu ikiwakabili Ken Gold. Hizo ndizo habari za michezo katika gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na kwa upande wa gazeti la Mwanasport, gazeti mahususi kwa habari za michezo na burudani, limeandika Yanga tatizo kamdomo, habari ipo ukurasa wa 11, na imeendelea hapa kuandika Dube Mzize walipa kisasi. Simba wanasema tutajuana kwa Mkapa, habari ipo ukurasa wa mbele. Na habari nyingine, hiki ndicho kilichoiwa Misri, VAR yazua mjadala, habari ipo katika ukurasa wa 10. Na Amorim amtaja mchawi Man United, habari ipo pia katika ukurasa huu wa mbele. Na Mwanasport kimataifa imeandika Jude ni Zidane mtupu, habari ipo katika ukurasa wa mwisho. Na habari nyingine imeandikwa Arteta atikiswa tena. Hizo ndizo habari za michezo na burudani katika gazeti la Mwanasport. Na mtazamaji, kufikia hapa tunaweka tamati ya udondozi wa magazeti kwa siku hii ya leo. Kwako Bahati. Viki, katika kutimisha hapo kwenye michezo na burudani, nimeona kuhusiana na Tabora jana kupokea kichapo kutoka kwa Yanga. Ndiyo. Na Tabora waliahidiwa shilingi milioni 60. Sasa nadhani zitafanya shughuli nyingine Kwa kweli. kwa sababu mambo yamekuwa si mambo, Na walijitapa sana, sababu zao zilikuwa nyingi sana. Zilikuwa nyingi na wamejitahidi, wamecheza kusema kweli. Sema ndio hivyo, bahati haikuwa ya kwao. Basi milioni 60 nadhani zitafanya shughuli nyingine. Kwa kweli kamdomo pia kamewaponza. Viki, shukrani sana. Asante. Mtazamaji, ilikuwa ni sehemu yetu ya kwanza kipindi hiki cha Kumekucha, udondozi wa magazeti. Umeyasikiliza, umeyatazama kutoka kwa Victoria akitudadavulia katika kurasa za mbele, na zile kurasa za mwishoni siku zote zinajisheheneza kwa habari zake za michezo na burudani. Tafadhali endelea kuwa nasi kwa sababu punde tutarejea katika sehemu yetu ya pili kipindi hiki cha Kumekucha, ambapo tutakuwa na mazungumzo tofauti ili uweze kujua leo kuna nini. Endelea kuwa nasi. Mimi ni Bahati Alex. Nilikuwa nakula mlo mmoja, lakini sasa hivi nakula milo mitatu.